Inasababisha nini? Kumfunga mnyama leo au kikosi kizuri ambacho mnacho? Furaha zinatokea kwenye engo mbili brother, sawa? Mimi kama Baraka Yanga ushabiki wa Young Africans, furaha yangu ya kwanza kabisa, mechi ya ufunguzi inaenda kutoa taswira sawa ya mashindano ya ligi ya msimu mzima. Kitendo cha kumfunga mtani wangu, sawa, kinanipa confidence ya kwenda kuanza msimu salama. Hakuna mtu ambaye afahamu. Na sio kumfunga tu. Furaha ya pili inakuja baada ya kusema kwamba na nimemfunga Simba mara ya 6 mfululizo. Mara ya 6 yani nimemfunga nusu dozen kama wana Uchebe anavyosema. Nusu dozen. Maana yake nini? Simba nimewadhihirishia kwamba mimi ni mbabe wao. Mimi ni mkubwa kwao. Mimi haniwezi ndani wala nje ya uwanja. Ngoja nikwambie, Simba sio kama anapenda kufungwa mara 6 mfululizo. Unajua nini kinatokea? Simba anafungwa kwa sababu ya quality. Simba anafungwa kwa sababu ya uongozi imara aliyokuwa nao Young Africans. Simba anafungwa kwa sababu ya uwekezaji imara aliyokuwa nao GSM. Hamasa za wachezaji wa Yanga sio za kitoto. Quality ya wachezaji wa Young Africans sio ya kitoto. Leo naomba nikuulize. Leo ameanza Azizi Andambwile. Asiyefaa kasaa. Asiyefaa kafaa. Mtu sio nyau. Kuna mtu aliamini Azizi Andambwile atacheza kwenye kiwango kile? Kuna mtu aliamini? Leo amecheza what a performance, na mchezaji mkubwa anajipa confidence na kujitafutia namba kwenye mechi kubwa. Tuje kwa wachezaji wa Simba. Tumewaona wachezaji wa Simba, ni nimeprove 100% ni wachezaji wa mechi ndogo. Niambie kwa nini? Nimemshuhudia Brasa Kiamza dakika ya mwanzoni kabisa kipindi cha kwanza ametoka, na hii imekuwa ni kawaida yake. Nimekuja kumwangalia Mpanzu. Sawa, dakika ya 60 kama sio 70 wamemtoa. Na ndo mtu anaomtegemewa anaomuimba. Sio, umeelewa? Maana yake nini? Wachezaji ambao wanaamini wao ni wachezaji wakubwa, sio kwa mechi kubwa. Kwenye mechi kubwa hawana wachezaji wa mechi kubwa. Muangalie Maxim pia Mzengeli. Angalia performance ya AI midfield Mohamed Dombia. Sio, umeelewa? Angalia performance ya Azizi Andambwile. Angalia goli alilofunga Pacome Zouzoua Pedro. Pedro anakimbia na mpira, anakimbizwa kama vile kuku anataka kwenda kutamia wanavomkimbiza jogoo. Maana yake nini? Ni quality ya wachezaji wa Young Africans. Niambie ndugu yangu sana. Wanasema nje ya uwanja amewazidi kwa kiasi fulani. Ni kweli dabi ya Kariakoo hivi sasa ni nje ya uwanja, sio ndani ya uwanja? Mimi kitu ambacho kinaniuma na kila siku naumia, sawa, kuona watu wanajaribu kuamini mpira upo nje. Iko kitu kama mtu wa mpira kinaniuma. Kwa sababu gani? Watu wanatumia gharama kubwa kuwabakisha wachezaji kama kina Clement Nzize, kina Pacome Zouzoua, kina Mudathiri Yahya, kuna Maxi Nzengeli. Watu wanatumia gharama kubwa kusajili wachezaji kama kina Mohamed Dombia, Musa Balakonte, sio, umeelewa? Celestine Ekua, sio, umeelewa? Tunamleta mtu kama Yasinke Kouma, Mohamed Hussein Zimbo Junior Shabalala. Maana yake nini? Tunaleta makocha wakubwa wenye professional kubwa kama Roman Falls. Leo hii una imani za nje ya uwanja. Tutatoka huko lini? Tutapisha hizo mambo, tutaziacha lini? Inabidi tukumbuke ya kuwa mpira ni uwekezaji wa uwanjani kwa kuwasajili wachezaji wenye kikosi wenye quality kubwa, lakini pia uwekezaji mkubwa sawa kwa uwekezaji wetu kama GSM, lakini viongozi thabiti wenye malengo na maslahi mapana ya klabu. Kwa nini mashabiki wa Simba wanalia na viongozi wao kwamba wanahujumiwa? Kuna mtu ndani. Tunarudi pale pale kwamba tunakuja kugundua kwamba shida ya Simba Sports Club inaanzia katika uongozi wao, sawa, kwenye kuleta wachezaji ambao hawana quality, lakini pia migogoro baina yao. Yanga sisi tupo wamoja. Analosema engineer ndo analosema Alex Ngai, analosema Alex Ngai ndo analosema makamu wetu Arafati, analosema Arafati ndo Baraka Yanga analisema na Uchebe pamoja na Kizinga. Hiyo ndio Young Africans na ndio mafanikio yetu yalipo. Simba kumfunga mara 6 mfululizo, hii sio bahati nasibu. Uwekezaji, quality. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja ndugu zangu, sawa? Hii Simba itafungwa na Yanga mpaka mara 10 zifike. Mimi nipo, Manara na alisema hapa.